Bwana, hivi sasa jina la mtu anayejulikana kama Uchizi Vunga limekuwa ndo habari ya mjini kwenye vinywa vya wapenda soka wengi nchini Tanzania mara baada ya hii wiki ya mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu jamaa bwana kwenye ardhi ya Bongo amevuma kweli kweli. Sasa mimi nataka tumwangalie Uchizi Vunga. Je, anafaa? Yaani licha ya tulichokiona kwenye mchezo wa Silver Strikers dhidi ya Young Africans, je, inatosha ile? Na kama inatosha, ni kwenye mazingira yapi pengine? Kwa sababu tunajua ana kibongo bongo. Mchezaji akifanya vizuri dhidi ya klabu zetu, watu ndo scouting inaanzia hapo hapo. Lakini mimi nataka tumwangalie vizuri Uchizi Vunga. Uchizi Vunga bwana, yule ni namba 10. Lakini ana sifa pia za kucheza kama namba 8. Na sifa yake kubwa ni namba 10 ambaye unajua hawa namba 10 pia wanakuja na sifa tofauti wakati mwingine. Kuna yule namba 10 ambaye ni pass first, yani anafikiria zaidi kupasia kwenye eneo la mwisho, ni more of a passer, anaitafuta zaidi pasi. Lakini kuna wale namba 10 ambao wao zaidi wanakuwa kama ni dribblers, yani kwamba akifika kwenye eneo la mwisho, ufanisi wake wa kujaribu kuathiri mchezo kwenye eneo la mwisho kabisa unapatikana kwa kuweza kukokota mpira na kupasua mistari kadhaa kabla ya kuathiri mchezo kwenda kwa mshambuliaji wa mwisho. Lakini Uchizi Vunga, kwa namna ambavyo nilimtazama kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza dhidi ya Young Africans, anaonekana ni kiungo mshambuliaji ambaye ana sifa zote, na ni kwa sababu akiwa kama kiungo ambaye nimebainisha ana sifa ya kucheza kama namba 8. Kwanza kabisa kipaumbele chake anaonekana ni yule kiungo ambaye akipata mpira ni pass first, yani ni more of a passer. Kwa hiyo mawazo yake na ufanisi wake kwenye kujaribu kuathiri mchezo kwenye eneo la mwisho unaanza kutangulizwa zaidi kwenye mawazo ya kujaribu kupasia kwanza mpira. Lakini kwenye mchakato wa goli ambalo Silver Strikers wamekwenda kulifunga, unakuja kugundua kwamba aliukokota ule mpira takriban mita 25 mpaka anakwenda kupiga ile pasi ambayo ikaenda ikatengeneza mazingira mengine na goli likaenda likapatikana kwa upande wao. Kwa hiyo juu ya kwamba anaonekana ni left footer, maana yake anatumia mguu wa kushoto, ni yule left footer ambaye anafikiria zaidi mwafaka wa kupiga kwanza pasi, lakini ni mtu ambaye anakokota pia mpira pale inapobidi. Anaonekana ana huo uwezo wa kudrive na mpira na kupasua mistari kadhaa. Kwa hiyo kwa kusema hivyo sasa, je, huyu ni mchezaji ambaye tufanye ule usajili wetu kwamba tumemuona katufurahisha kwenye macho yetu licha kwamba katuumiza aje Kariakoo? Unajua bwana, mimi naamini siku zote mchezaji mzuri ni mpaka awe kwako. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimeshawishi performance ambayo tumeiona kutoka kwa Uchizi kwenye mchezo ambao tumeuona hapa katikati. Unajua wakati mwingine mchezaji kama vile anakuwa anaona labda wanacheza na klabu ambayo ni kubwa kwao, kwa hiyo inaweza kuwa ni platform ya yeye kuonyesha. Licha ya kwamba Uchizi Vunga ndo alikuwa kiungo bora kwenye ligi ya Malawi msimu uliopita na alitoa jumla pasi za mwisho 6 pia. Miongoni mwa wachezaji watatu ambao waliongoza kwa kutoa pasi za mwisho, yeye alikuwa ni wa pili joint, akiwa na mchezaji mwingine kutoka Malawi alitoa jumla ya pasi za mwisho 6. Beki wa kulia wa Silver Strikers McDonald Lamek ndo aliongoza kwa pasi za mwisho 8 kwenye ligi ya Malawi na walikuwa mabingwa pia. Kwa hiyo mchezaji mzuri ni kwako, lakini kwa sifa ambazo nimezibainisha, akiwa anaonekana ni dribbler inapobidi, anaweza kukokota, lakini ni pasa mzuri. Unajua nikiwatazama viungo wengi washambuliaji kwa upande wa Simba wana sifa zaidi ya kukokota mpira. Wanapenda sana miguso mingi, yani kina Mutale mpira mpaka upate touches 2-3, Maema touches 2-3. Licha ya kwamba Maema touches 2-3, lakini ni mtu kidogo anaziona zile pasi inapobidi. Lakini Morris ukimwangalia ni mtu anataka kidogo atembee na mpira. Mpanzu ndo usiseme. Kwa maana ya passing unaipata sana sana kutoka kwa Ahwa na Maema, licha ya kwamba passing ya Ahwa haiwi na ufanisi akiwa nyuma ya mshambuliaji kama ambavyo anakuwa akicheza kidogo kama namba 8. Lakini ukimtizama Uchizi namna ambavyo aliset ile pasi, unaona kama vile ni mchezaji ambaye anacho hicho kisu kwenye mguu cha kuweza kupasua ule mstari na kupiga pasi elekezi kwa mshambuliaji. Lakini kwa upande wa Young Africans ukijaribu kuwatazama, pia ni mchezaji ambaye anakwenda kukupa, kwa kuwa anakupa vitu vyote. Unajua ukimtazama kwa mfano mtu kama Dumbia ni pasa 100%. Yani Dumbia ni pasa pasei. Pacome ni more of a dribbler. Kwa hiyo bado unakwenda kumtazama mchezaji ambaye
anakupa vyote. Unajua kuna ile mchezaji anakupa balance ya vitu vyote. Mahala panapotakiwa kudribble anaweza, mahala panapotakiwa kuachia pasi haraka anaweza. Kwa hiyo licha kama tumemsifu, lakini mwisho wa siku nafikiri kwa sifa alizonazo anaweza kwenda kuwa nyongeza kwenye vilabu vyote viwili vya Kariakoo kwa sifa tu alizonazo. Lakini kuwa na sifa ni kitu kimoja, kwenda kuitafsiri sifa yako ya kiuchezaji kwenye mazingira ambayo ni tofauti na uliokuwepo, hicho ni kitu kingine. Kwa hiyo mpaka aje afanye vile kwako wewe ndo anakuwa ni mzuri. Lakini kama tunazungumzia sifa tu, jamaa sifa nazo.